Leo tunaanza somo lingine rasmi, ushirika na Roho Mtakatifu. Ndio somo ambalo tunalianza. Francis, njoo hapa mbele, kae tu hapa mbele. Tunaanza ushirika na Roho Mtakatifu. Kwa nini tunajifundisha somo hili? Tunajifundisha somo hili kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wa muamini. Haleluya. Ni Roho Mtakatifu ndiye ambaye Bwana wetu Yesu alisema ataweza kutusaidia katika safari yetu ya kiroho tukiwa hapa duniani. Kwa hivyo ni vizuri tujue jinsi ya kuweza kushirikiana naye tukiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka kuanza kwa kusema kuhusu ukuu wa Roho Mtakatifu. Nataka tukaangalie ukuu wa Roho Mtakatifu. Ni vizuri kumjua huyu Roho Mtakatifu. Tunajifundisha ushirika na Roho Mtakatifu. Hili somo lina sessions 5 au lina vipengele 5 ambavyo tutakuwa tukiviangalia kumhusu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo usikose fundisho la leo na fundisho lijalo na lengine mpaka tumalize vipengele hivyo vyote 5 vya kuhusu Roho Mtakatifu. Narudia ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye ambaye mimi na wewe tunapookoka Mungu amemtuma kupitia Yesu Kristo aweze kuwa msaidizi wetu. Haleluya. Kwa hivyo kwa kifupi, hebu tuangalie ukuu wa Roho Mtakatifu ili tumtofautishe na roho zingine zozote ambazo zinaweza kuzungumzwa. Kwanza, katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 1 kifungu cha 1 na cha 2, maandiko yanatuambia ya kwamba huyu Roho wa Mungu alikuwepo siku ya uumbaji. Haleluya. Tunaangalia ukuu wa Roho Mtakatifu. Genesis chapter 1 verse 1 and 2. Maandiko yanasema na dunia ilikuwa utupu, lakini Roho wa Mungu alitua juu ya kilindi cha maji. Halafu wakati Yesu Kristo alipokuwa anataka kuanza kazi yake, tunaona Bwana wetu Yesu Kristo alikaa miaka 33 duniani. Lakini miaka 30 yote hakufanya kazi yoyote, mpaka ilipofikia mwaka wa 31 ndio alianza kazi. Lakini kabla aanze kazi, ilibidi Roho Mtakatifu aje juu yake kwanza, amtie mafuta ndio aingie kazini. Tunaangalia ukuu wa Roho Mtakatifu. Wakati mwingi watu wasipomuelewa huyu Roho Mtakatifu wanamchukulia tu rahisi. Wengine wanafikiri Roho Mtakatifu ni upepo tu. Wengine wanafikiri Roho Mtakatifu ni kitu cha kusikia kwa mwili. Tunaona watu wengine anafanya kutikisa mwili ndio Roho anakuja. Haiko namna hiyo. Maandiko yanatuambia kwamba Bwana wetu Yesu, hebu tuende katika Luka 4:18, hii tutaisoma kwa sababu nataka tuingie hapo. Katika Luka 4 kuanzia kifungu cha 18, tunamuona Bwana Yesu anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Tunamuona Roho alikuja juu ya Kristo Yesu na akamsababisha yeye atumike kama alivyotumika. Matendo mlango wa 10 kifungu cha 38. Andika tu. Katika Matendo 10 kifungu cha 38, Petro anarudia ushuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo wakati ule alipokuwa amebatizwa na anataka kuanza kazi. Na Petro anasema, Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi,
kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ukuu wa Roho Mtakatifu. Kabla vilivyoko viweko, Roho alikuweko. Mungu akiwa ananena viweko, Roho alihusika katika uumbaji. Wakati Bwana wetu Yesu Kristo ndio ni aanze kazi, tunaona aliyekuja ili amwezeshe kufanya kazi ni huyu Roho Mtakatifu. Haikuishia hapo. Wakati Yesu alipokuwa anapaa sasa, amemaliza kazi yake na ametayarisha watumishi wake au wanafunzi wake watoke baada ya yeye kumaliza kazi, nao waanze kazi. Matendo mlango wa kwanza kifungu cha 8, tunamuona Bwana Yesu anaambia wanafunzi ya kwamba wasiondoke mpaka huyo Roho Mtakatifu awawezeshe kutoka na kufanya kazi. Ukuu wa Roho Mtakatifu. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hivyo tunaona hata mitume, chanzo chao cha injili, waliambiwa wasiondoke Yerusalemu mpaka wapokee nguvu kupitia Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hivyo tunaona kiini cha kanisa ni Roho Mtakatifu. Ndiye kiini cha kanisa. Na tunaona katika Wathesalonike wa pili, 2 Thessalonians, Wathesalonike wa pili kifungu cha 7 na kifungu cha 8 kinazungumzia ya kwamba huyu Roho Mtakatifu yuko mpaka atakapoondoka na kanisa. Na huyu Roho Mtakatifu ndiye ambaye anazuilia utendakazi wa shetani dhidi ya kanisa la Kristo usiweze kufanya kazi. Yaani shetani kila anavyojaribu kuliingilia kanisa, Roho wa Mungu ndiye ambaye anasimama kupingana naye hadi litakaponyakuliwa kanisa. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Mathayo 12 kifungu cha 28. Mathayo 12 kifungu cha 28. Tunaweka msingi wa huyu Roho ambaye ni tushirikiana naye ni mkuu kiasi gani, au ni Roho wa namna gani. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Haleluya. Kwa hivyo palipo na Roho Mtakatifu, hapo ndipo palipo na ufalme wa Mungu. Na palipo na Roho Mtakatifu, nguvu za giza zinazuiliwa kufanya kazi. Poso na muona Bwana Yesu anasema katika Mathayo 16 kifungu cha 18, anasema nitalijenga kanisa langu. Wakati walikuwa bado hajapaa na kuenda, nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitolishinda kamwe. Kwa hivyo uwepo wa Roho Mtakatifu ndio unatuhakikishia ushindi kutokana na nguvu za giza. Huyu Roho Mtakatifu yuko duniani kwa ajili ya kusababisha watu waelewe injili na kuokoka. Yohana mlango wa 16 kuanzia kifungu cha 7 mpaka kifungu cha 11. Tunamwangalia Roho Mtakatifu kwanza, ndio tukaweze kuenda kule ndani zaidi. Yohana 16 kuanzia kifungu cha 7 mpaka 11, Bwana wetu anatuambia huyu Roho Mtakatifu ndiye ambaye wewe ukiwa umelala, Roho anatembea akihubiria watu waokoke.
Usifikiri kwamba mwinjilisti ni wewe peke yako. Bwana Yesu anasema yuko mwinjilisti mwingine ambaye haonekani. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena; kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Ngoja tusome kidogo mpaka kifungu cha 15. Hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastamili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyo nayo Baba ni yangu, na kiwa nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Ukuu wa Roho Mtakatifu. Yaani huyu Roho Mtakatifu anashawishi mioyo ya watu iokoke. Na ndiposa unakuta kuna watu wengine hata hakwenda kuwahubiria wewe, lakini moyo wake unalia mpaka anaingia kanisani, anasema mimi nataka kuokoka, kwa sababu kuna sauti nazungumza na yeye, aokoke, 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 aokoke. Na huyu Roho Mtakatifu nasemekana kwetu sisi ambao tumeokoka, yeye kazi yake anachukua ya Mungu Baba na anatufahamisha tuyaelewe. Wakorintho wa kwanza mlango wa 2. Tunaangalia ukuu wa Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza mlango wa 2. Tuanzie kifungu cha 11 au tuanzie kifungu cha 9 ili tupate mtiririko mzuri. Wakorintho wa kwanza mlango wa 2 kuanzia kifungu cha 9 mpaka 12, au tunaweza kusoma pia mpaka 16 kwa sababu we are doing studies. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Sasa sikia verse 10. Maana Roho huchunguza hata mafumbo ya Mungu. Huyu Roho tunayemzungumzia anachunguza hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Kwa hivyo tunaona tunaye ambaye anajua siri za Mungu. Tunaye ambaye anajua kesho kutakuwa nini. Alikuwepo tangu kwanza ulimwengu kuumbwa, akawapo pamoja na watu wote ambao wangeweza kusemwa ni watumishi wa Mungu au ni watu Mungu amewatunuku. Ndiye ambaye alimwezesha Yesu Kristo kuifanya kazi yake. Ndiye ambaye aliwezesha mitume kufanya kazi yao, na ndiye ambaye anashawishi mioyo ya watu kuipokea Injili. Haleluya. Sasa huyu Roho ndiye ambaye tumempewa tuwe na ushirika naye. Na Bwana wetu Yesu anasema inawafaa ninyi mimi niondoke. Hiyo ni katika Yohana 16 kifungu ni cha 7. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Sasa hii introductory part, nataka tukaweze kuondoa fikra ya kwamba Roho wa Mungu ni feelings.
Kuna watu wafikiri roho wa Mungu lile kujisikia. Hapana, hiyo ni mambo ya dini. Roho wa Mungu hahusiani na hisia zako. Roho wa Mungu hahusiani na your feelings. Hapana. Roho wa Mungu, hiyo ni personality ya Mungu inayokaa maishani mwako. Roho wa Mungu ni roho ambaye ametumwa akiwa yukamili. Hisia zako ni zako, na roho wa Mungu ni roho wa Mungu ambaye ametumwa akaweze kutusaidia. Sasa huyu roho wa Mungu ana jukumu ambalo ametumwa alifanye. Nataka tuangalie jukumu la Roho Mtakatifu. Jukumu la Roho Mtakatifu ambalo ametumwa alifanye linatokana na sifa ambayo Yesu Kristo anampatia Roho Mtakatifu. Tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anamuita Roho Mtakatifu Roho wa kweli. Ukiangalia Yohana 14 kifungu cha 16 hadi 17 inazungumzia habari ya Roho wa Mungu anaitwa Roho wa kweli. Ukiangalia mlango wa 15 pia kifungu cha 26, wacha tusome hapo. Lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba. Yohana 15 kifungu cha 26. Lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Nimetaka kusoma hii uone repetition emphasis. Uone huyu Roho ametoka wapi. Lakini ajapo huyo msaidizi, ni msaidizi wetu, nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, ni msaidizi wetu, lakini ametoka mbinguni. Huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba. Haleluya. Kwa hivyo tukiangalia jukumu la Roho Mtakatifu linatokana na sifa yake akiitwa Roho wa kweli. Na katika Yohana mlango wa 7 kifungu cha 18 tunaelezewa Bwana wetu Yesu aliposema Roho Mtakatifu ni Roho wa kweli, alikuwa amemaanisha nini? Na hapa nataka kutoa maana mbili za Roho Mtakatifu kuitwa Roho wa kweli. Na tutakapokuwa tunaelewa hivi vitu, tutaona ni jinsi gani tunaweza kuingiliana naye katika hii kipengele cha kwanza cha sifa zake. Hebu tusome kifungu cha 18. Yeye anenaye kwa nafsi yake tu hutafuta utukufu wake mwenyewe, bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka, huyo ni wa kweli, wala ndani yake hamna udhalimu. Kwa hivyo kifungu hiki kinaeleza mtu yoyote ambaye ametumwa halafu anatafuta utukufu wa yule aliyemtuma, wala si utukufu wake, huyo ndiye wa kweli. Yaani mimi nimetumwa na niko hapa, sifanyi chochote ambacho ni kwa faida yangu mimi. Ninafanya kile aliyenituma anataka nifanye. Huyo ndiye anaitwa wa kweli. Na ndiyo mlango wa 16 Yohana, twende Yohana 16. Yohana 16 kuanzia kifungu cha 13 tunaelezewa sasa hilo jukumu la Roho wa kweli vile anafanya. Na hapa tutaparudia kidogo kwa sababu ndio somo letu sana liko pale. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli. Kwa nini anaitwa Roho wa kweli? Kwa sababu amekuja afanye kile ambacho aliyemtuma anamtaka afanye. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Alafu sikia sasa Roma
ile John 7:18 inarudiwa hapa tena. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Unasikia hiyo, mtu wa kweli? Lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi. Huyo ni mtu wa kweli. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika aliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika aliyo yangu na kuwapasheni habari. Sasa nataka tuone ni mahali gani wakati mwingi tunapishana na huyu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni roho kwanza aliye mkuu sana. Ni roho wa Mungu, ametoka kwa Mungu, ameishi na Mungu, na ni roho anayejua siri zote za Mungu, na ni roho ambaye alitumwa na Kristo Yesu. Si wewe umuombe ashuke, alikuja tayari. Haleluya. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu ni kumtukuza Kristo Yesu. Ndiposa anaitwa Roho wa kweli. Na Bwana Yesu anasema yeye atanitukuza mimi kwenu. Kwa hivyo ili tukaweze kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu, tunahitajika ya kwamba lolote ufanyalo liwe kwa utukufu wa Mungu Baba. Kama utafanya jambo lolote ili wewe usifiwe, wewe utukuzwe, Roho wa Mungu anakaa kando na hilo jambo. Roho wa Mungu hafanyi vitu ili wewe utukuzwe. Anafanya vitu ili Kristo atukuzwe. Na ndiposa katika Mathayo 6 kuanzia 1 mpaka 6, Bwana Yesu anaonya kuhusu maombi yetu. Mathayo 6 kuanzia kifungu ya 1 mpaka 6. Lolote ambalo unafanya ambalo wataka wajitakia sifa na utukufu, Roho wa Bwana hahusiki. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni roho wa kweli, ametumwa afanye kile ametumwa na yeye aliyemtuma, na kila atakachofanya kinampatia yeye aliyemtuma utukufu, wala si wewe. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu. Wasikia hiyo? Kusudi mtazamwe na wao. Kwa maana mkifanya kama hayo, hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe usalipo, utoapo sadaka, usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amin nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako anaye sirini atakujaza. Tena msalipo, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amin nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na kuisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Hebu tuangalie Yohana mlango wa 14 kuhusu hiyo maombi. Katika Yohana mlango wa 14 kifungu cha 13, kuna vitu vinarudiwa. Katika Yohana 14 kifungu cha 13 na kifungu cha 14, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana, si wewe utukuzwe. Mkiomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Lakini nani atukuzwe? Baba atukuzwe. Kwa hivyo Roho wa Mungu si roho wa kuja umtumie kwa faida zako. Ni Roho wa Mungu aliyekuja ashirikiane na wewe, ili na wewe ukaweze kuwa mtu wa kumtukuza Mungu. Kwa hivyo tunapozungumza habari ya ushirika
na Roho Mtakatifu, kwanza tunamuona ukuu wake. Hatuwezi kumcontain, hatuwezi kumshika na kumwambia fanya vile, Roho fanya vile, Roho na kutuma fanya vile. Hapana, ni kosa kuelewa. Ndio kunatufanya tunafanya Roho Mtakatifu kama mfanyikazi wetu. Tunatembea pamoja. Hili somo na kufundisha kwa sababu usipoelewa kumpatia Mungu utukufu maishani mwako, usipoelewa wewe kufa, yani you must die, yani kule kufa si wewe utukuzwe, ndio maana ya kufa, si wewe utukuzwe bali yeye atukuzwe. Usipofanya hivyo hauwezi kutembea naye, hauwezi kutembea naye. Na tunaona wakati mwingi kule kufa kwetu katika hali ya kilugha ya kibiblia, kufa katika sifa. Unafia sifa zako, hauishi ili usifike, unafia sifa zako. Aliweka hiyo lugha. Lakini ngoja tusome kwanza Luka 16 kifungu cha 15. Nizungumzie kuhusu hii point. Luka 16 kifungu cha 15. Lazima ufe kutokana na sifa zako, ukubali Kristo awe atatukuzwa peke yake maishani mwako. Kwa hivi tutaweza kutembea na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko hapa si kwa faida yake ama si kwa sifa zake, bali kwa ajili ya Kristo Yesu. Akawaambia, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Ndio unaona Bwana Yesu anasema, mukifanya vitu ili muonekane na watu, mukienda hata kutoa sadaka ili msifiwe, mukienda kuomba ili muonekane, hiyo mambo yenu yote ni bure. Kwa sababu wakati unafanya vitu ili utukuzwe, ili usifiwe, Mungu anasema hiyo nia, hiyo ni chukizo. Si wewe ambaye ni chukizo. Tunamwona Bwana Yesu alimwambiaje Petero? Alimwambia, rudi nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu. Hakumkemea Petero kwamba yeye ndiye Shetani, lakini alikemea ile nia ya Petero ndio ya kishetani. Na hapa tunaona kitu hiki. Anasema kilichotukuka kwa wanadamu ni machukizo, abomination. Sasa sisi ambao tumeokoka, kama ni tukaweze kutembea pamoja na Roho Mtakatifu, kuna kitu ambacho lazima kifanyike. Mathayo mlango ni wa 16. Mathayo mlango ni wa 16, tusome kuanzia kifungu cha 24. Nataka tuwe pamoja kwa hii darasa. Usikose hili darasa. Na wewe ambaye utasikiza huko nyumbani, uko unasikiza labda umefungua Facebook au umefungua YouTube, fuatiliza hii somo. Hii ni lesson 1. Tunakwenda mpaka 5 lessons kwa hii kitu. Usipojua kuishi na Roho Mtakatifu, hautafurahia wokovu. Tumeona watu wengi wanasema, kama sisi wachungaji tulipokuwa theolojia, shule za theolojia, wanaambiwa there is burnout in ministry. There's nothing like burnout in ministry. Wanasema ukiwa kwa huduma kuna burnout. Yani burnout ni kwamba unaishiwa kabisa. Unaweza hata kufinyiliwa na huduma mpaka ukajifia bure, au unaweza kufinyiliwa na huduma mpaka ukajaa vidonda, mpaka ukawa mgonjwa. Hiyo ni kwa watu ambao hawajui kufanya kazi na Roho Mtakatifu. Mara ya kwanza tulipokuwa tunafundishwa, nilikuwa sijaingia kwa huduma. Kwa hivyo nilimeza kila kitu. Lakini sasa nina miaka 40 nikihubiri. Nimeona ni kitu gani kinaweza kufanya wewe uwe na burnout. Ukikosa
kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu, wewe mtumishi wa Mungu, nataka unisikize hapa. Ukikosa kuwa na ushirika na Roho wa Mungu katika maisha yako, katika huduma yako, utapata burnout. Kwa hivyo burnout in ministry au frustrations in ministry and even in life hazitokani na maisha magumu, hazitokani na huduma, zinatokana na wewe kukosa kutembea katika Roho Mtakatifu. Haleluya. Wapendwa, nawaambia hivi vitu kwa sababu watu wanasumbuka, watu wanahangaika. Unapookoka, umeanza maisha ya kutembea juu ya maji kama Petero. Unaona, Yesu aliwaambia wanafunzi katika hiyo tu mlango wa 16 wa Mathayo hapo juu. Tunaona Yesu anawaambia wanafunzi, vukeni, ninakuja. Na Yesu akabaki akiomba. Baadaye Yesu akatembea juu ya maji. Na hakutembea kama ana wasiwasi, alitembea juu ya maji. Na maandiko yanasema ya kwamba wale wakawa na wasiwasi. Unajua kama haujaokoka na umeishi na majini na mashetani, ukiona kivulivuli, ukiona ni jini, utatikisika. Sasa hao wanafunzi wa Yesu walikuwa hawajaelewa sana mamlaka yao. Kwa hivyo walipoona mtu anatembea juu ya maji na haijatukia, haijafanyika, walikuwa na wasiwasi. Wanasema ni pepo, labda ni kivuli, wako na wasiwasi. Yesu akawaambia, ni mimi, msiogope. Petero aliposikia Yesu anasema ni mimi, akasema, kama ni wewe, niamuru nije juu ya maji. Yesu akamwambia Petero, njoo. Na Petero akainuka, akatembea juu ya maji bila wasiwasi. Haleluya. Watu wanasema Petero alianza kuzama. Ukisoma Biblia, alipokuwa anaanza kuzama alikuwa amemfikia Yesu. Kwa hivyo alitembea mwenyewe kwa hatua. Maana alikuwa mbali, Yesu alikuwa hawamuoni. Kwa hivyo alikanyaga maji. Sasa tunaona, tunapoangalia hii boat au kidao, tunakifananisha na hekima na akili ya mwanadamu ya kutembea juu ya maji. Tunapoangalia neno la Kristo, ni hekima ya kiungu ya kutembea juu ya maji. Sasa unapookoka, huwa umetoka katika maisha yako ya akili zako tu. Waebrania 10. Kumbuka sijasoma hapa, nitakusoma tutarudi hapo. Waebrania 10 kifungu cha 38. Waebrania 10 kifungu cha 38, tunaitwa tutembee juu ya maji kama Petero. Hiyo ndio maisha ya wokovu ambayo tunaingia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Kuishi kwa imani ni kuishi kwa neno lake. Leo nataka niwasaidie definition ya faith. Tafsiri ya imani ni nini? Najua watu wengi wamesema ya kwamba Waebrania 11 kifungu ya kwanza inaeleza imani ni nini. Hiki kidogo nataka nitofautiane nao kidogo. Hapa inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni hakika ya mambo yasiyoonekana. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni hakika ya mambo yasiyoonekana. Sasa ikiwa imani ni kuwa na uhakika ya mambo unayotarajia na uhakika ya mambo yasiyoonekana, na katika Warumi 10 kifungu cha 17 inasema hiyo imani huja kwa kusikia neno. Tuko pamoja? Sasa ukichukua Waebrania 11 kifungu cha kwanza
Na ukichukua Warumi 10 kifungu cha 17 ukichanganya, ndipo unaona the definition of what faith is. Sasa imani ni neno la Mungu. Ukiangalia Waebrania 11 kifungu ya kwanza peke yake haiko kamili. Neno la Mungu anasema, neno langu litokalo kinywani mwangu halitanirudia bure, bali litatimiza makusudi yangu, litafanikiwa katika kile kitu ambacho nalituma kufanya. Hiyo ni Isaiah 55:11. Kwa hivyo tunasema hivi, the word of God is the absolute truth, the unchanging truth. Wanasayansi na wasomi wasema there is no absolute truth. Kwa akili za wanadamu hakuna, lakini kwa Mungu anayeona mwanzo mpaka mwisho, neno lake halipaswi kushakiwa na mtu yote, halina shaka yoyote. Kwa hivyo neno la Mungu ndiyo imani. Neno la Mungu ndiyo uhakika wa mambo utarajiayo. Neno la Mungu ndiyo uhakika wa mambo yasiyoonekana. Petero alielewa, akamwambia Yesu, kama ni wewe, niamuru nije juu ya maji. Kwa hivyo tunamwona Petero akainuka, akatembea juu ya maji kwa uhakika wa neno la Mungu. Kwa hivyo leo nataka kidogo niwaeleze watu, nyinyi mlio hapa na wale ambao wanasikiza kule, Waebrania 11 kifungu ya kwanza haiwezi kukamilisha kujua imani ni nini mpaka uende Warumi 10 kifungu ya 17. Hii imani inayozungumzwa katika Waebrania 11 kifungu ya kwanza inakuja kwa kulisikia neno, na hilo neno ambalo Mungu amelieleza analifafanua katika Isaiah 55 kifungu ya 11, ya kwamba neno lake halitashindwa, halitafail, litatimiza makusudi yake aliyolituma kufanya. Kwa hivyo neno la Mungu ndio uhakika wa mambo unayotarajia, ndio uhakika wa isiyoonekana. Tumpatie Bwana sadaka ya makofi. Haleluya. Sasa kwa sababu tumeitwa tuishi kwa neno la Mungu, na neno la Mungu linaletwa na Roho Mtakatifu, ni lazima tuwe na ushirika na yeye ili tuweze kutembea katika imani. Kwa sababu kutembea katika imani ni kutembea katika neno lake. Kwa hivyo kuongeza imani kunatokana na kuongeza ufahamu wa neno la Mungu. The more the word, the more faith, the more you are established in the faith. Neno la Mungu ndiyo imani. Neno la Mungu ndio uhakika wa mambo uyatarajiayo. Neno la Mungu ndio uhakika wa mambo yasiyoonekana, kwa sababu neno la Mungu ndio kweli. Yohana 17 kifungu cha 17. Neno la Mungu ndio kweli. John 17:17. Neno la Mungu ndio kweli, na kweli ndio uhakika wa mambo unayotarajia, ni uhakika wa mambo yasiyoonekana. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tunatumia pamoja wanafunzi. Kwa hivyo tunakuta Roho wa Mungu alikuja ili tukaweze kuelewa hivi vitu. Kama sasa nimewapatia huo ufunuo, hiyo ni ufunuo Bwana alinionyesha. Kwa sababu nilikuwa nasumbuka nikisoma Waebrania 11 kifungu ya kwanza, mpaka wakati kwa nasema no, this verse is not complete. Nilikuwa nasema hivi, hii kifungu si complete. Watu wanasema hii kifungu inasema kuhusu imani. Hapana, hii si complete. Hii kifungu hii Waebrania 11:1 inaelezea kitu fulani mahali pengine ambacho ndio uhakika
wa kisichoonekana ni gani? Na ndio Bwana kanifundisha, kanipelekea Warumi 10 kifungu ya 17, imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo ninaposikia kweli, hiyo kweli ni uhakika wa mambo mtarajiayo, hiyo kweli ni uhakika wasioonekana. Kwa hivyo ukitaka kuongeza imani, ongeza ufahamu wa neno la Mungu. Amen. Hallelujah. The more the word, the more faith you get established. Unakuwa established kabisa katika kweli ya Mungu. Na tunaambiwa huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Kwa maneno mengine, huo ufahamu wetu wa neno la Mungu. Hosea 4:6, Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa ufahamu. Halafu Yohana anasema huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Waraka kwanza wa Yohana 5:4, 1 John 5:4. Kwa hivyo imani ni ufahamu wa neno. Imani ni neno. Na hili neno la kweli linapewa na Roho Mtakatifu pekee. Tumesoma Yohana 16 kifungu cha 13, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Sasa kama ni sisi tukaweze kukulia wokovu, kama ni sisi tukatembee katika maisha ya ushindi, kama ni sisi tukatembee kwa imani, ni lazima tushikane na Roho Mtakatifu, tuwe na ushirika na Roho Mtakatifu ili atuelimishe neno la Mungu, tutembee juu ya maji. Yaani tutembee katika ufahamu wa neno la Mungu, wala si ufahamu na vipimo vya kibinadamu. Naona watu wengi sasa wanatatizika kwa sababu wengi hawana ushirika na Roho Mtakatifu. Intellectualism imereplace revelation knowledge. Hizi akili za kibinadamu zimeondoa ufunuo wa Roho Mtakatifu kwa madhabahu. Na unakuta makanisa mengi yanafundishwa head knowledge. Tunahitajika tuwe na elimu ya kidunia kwa sababu tuko hapa duniani. Lakini tukija kwa mambo ya kiroho, tunahitajika tuwe na elimu tunayopewa na Roho Mtakatifu. Na ndipo sasa tunajifundisha kuhusu nini? Ushirika na Roho Mtakatifu. Unapokosa kuwa na mafunuo ya rohoni, hauwezi kutembea maisha ya ushindi, hauwezi. Ndipo nataka tutembee pamoja kwa hili somo, ili tuwe watu wa rohoni wala si watu wa mwilini. Sasa turudi katika Mathayo hii tukiwa tunamalizia. Mathayo mlango tumesema wa 16 kuanzia kifungu cha 24, tunaona kanuni ya kutofanya tukaweze kushikana na Roho Mtakatifu ili kila wakati tumpe Mungu utukufu wala tusiwe chukizo kwa Roho Mtakatifu. Ni hivi: wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yoyote akitaka kunifuata, na huwezi kumfuata Yesu bila kumfuata Roho Mtakatifu. Mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Unaona, kiburi kinapenda kuonekana. Kiburi kinapenda kukusanya sifa hata si zake. Unataka kuchukua. Kiburi kinataka kujionyesha, yaani kiburi cha uzima. Roho alikuja anasema, mimi ni roho wa kweli, kwa sababu sitatafuta utukufu wangu bali utukufu wake aliyenituma. Na wewe kama unataka tuende pamoja katika maombi yako, unapoomba usiombe ili uonekane, ili ujitukuze. Mimi sitaweka baraka zangu hapo. Wewe unapokuja na kutoa sadaka zako,
au na kutoa baraka zako au na kuweza kusaidia mtu yoyote, ikiwa unafanya hivyo ili upate jina, mimi Roho Mtakatifu sitaweka baraka yangu hapo, kwa sababu sifanyi jambo lolote ili wewe ujitukuze. Mimi nikifanya ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hivyo kama ni sisi watu wa kuokoka tutembee na Roho Mtakatifu, ni lazima tufie nafsi zetu. Ni lazima hivi viburi ambavyo unaviona kwa Wakristo wengi lazima vife. Hauwezi kuona msaada wa Roho wa Mungu kama moyo wako ni wa kujiinua. Namalizia kusema hivi, hili ni jawabu la watu wengi ambao wanasema mimi nafanya kila kitu na sioni Bwana, mimi nafanya kila kitu na nang'ang'ana tu. Niliwaambia hivi, hakuna hata siku moja uzi ulioshikana na sindano utashindwa kushona nguo. Lakini uzi ukutoa, halafu ujaribu kudunga nguo ushone, utashona kweli? Na maisha yetu haya ya kiroho, sisi ni kama uzi, Roho Mtakatifu ni kama sindano. Ukishikamana na Roho Mtakatifu utashona hizo nguo, kwa sababu kila sindano ina kiwango chake inashona, na Roho Mtakatifu ni sindano ya kushona kila nguo. Yaani hakuna tatizo Roho wa Mungu hawezi kukupitisha. Ndiposa namalizia kusema hivi, twende pale faida mojawapo nzuri sana tu ya kuweza kusikia hili somo. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 kifungu cha 13. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 kifungu cha 13. Ili nimalizie kuonyesha kwamba katika huduma hakuna burnout. Tangu nilipojua hii siri ya kutembea na ushirika na Roho Mtakatifu, jina burnout in ministry lilifuta. Hata na nyinyi ambao sasa mnaingia kwa huduma, kwa sababu hiyo makanisa tumefungua, na si kitambo tafungua kanisa lingine sasa hivi mahali fulani. Ukianza kutembea na Roho Mtakatifu, yeye ndiye atapasua kila miamba mbele yako, kwa sababu yeye ni kama sindano, wewe ni kama uzi. Sikia 1 Corinthians 10 verse 13. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Kwa hivyo useme naonewa mimi tu. Ushaambiwa tayari, kama limekupata lilipata wengine tayari. Halafu kuna utamu hapa, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Kwa hivyo there is no stagnation in the walk with the Holy Spirit. Hakuna kukwama katika kutembea na Roho Mtakatifu. Na hata kama majaribu yatakuja, kwanza tuambiwa hayakuanza kwako, yalianza kwa wengine. Namalizia hivi, usipatikane na jaribu ukasema hili lilipatikana na fulani akaenda, likapatikana na fulani akaenda. Hatujifanani tuzunguka, wawe majirani, wawe jamaa zetu, wawe watu wa kanisani. Manake hivi mmeketi hapa, mko wengi vizuri, ndio, lakini kila mmoja na kiwango cha imani yake. Kwa hivyo nikiona ndugu fulani da fulani anapitia mambo mpaka yanamshinda, na alikuja kanisani miaka 20 iliyopita, na wewe uliokoka mwaka uliopita, useme kama fulani tu miaka 20 vimemshinda, mimi je? Hatujifananishi na walokole. Hatujifananishi na wachungaji na mabishopu na kina nani. Manake sijui tangu ameokoka amekuwa kiroho au amebaki hapo as a dwarf. Twajifananisha na maandiko. Na tumeambiwa hakuna jaribu litakalokuja ambalo halina mlango. Sasa langu mimi ni kupumzika katika ile hakikisho. Haleluya. Kupumzika katika ile hakikisho. Hao watoto wangu wanajua na mke wangu anajua.
Kuna mambo mengi yamekuja ambayo yangetutikisa. Ninawaambia hivi vitu tu, likija lina mlango wa kutokea pia. Yaani ushaenda dukani ukanunua kufuli bila funguo? Sasa Mungu naye anakuambia kila jaribu likija, shetani hata kama ameleta, nina funguo yake na mimi niko na wewe. Sasa kama Roho wa Mungu ambaye ana funguo ya kila tatizo shetani analeta, kama uko naye, shida yako ni nini? Hata ukiingia kwa nyumba imefungwa, ikafungwa, unamwambia tu Holy Spirit, kumefungwa kweli? Naambia, anasema lakini funguo zote niko nazo. Sasa shida yako ni nini? Tutatulia tu, utarelax. Sasa kwambia relax katika Bwana. Mwambie mwenzako relax katika Bwana. Haleluya. Sikiza, hii ndio ufunuo wa kukuokoa katika mahangaiko yako. Kwa mwongofu hakuna tatizo. Ni ushuhuda unakuja tu kwa njia ya tatizo, lakini ushuhuda tu. Kwa sababu kila kufuli na funguo zake. Lakini kufuli za shetani za kufungia baraka zina Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu akiwa rafiki, wewe ni mshindi tena zaidi ya kushinda. Haleluya. Tumpatie Bwana sadaka ya makofi, tusimame. Tumwambie Bwana tu ni asante. Kwa hivyo usiwe keji na chochote, usifungwe na jambo lolote. Mwambie Bwana tu ni asante, asante, asante. Baba, tunashukuru kwa darasa hili. Tunashukuru Mungu Baba kwa mafunuo haya. Tunashukuru Bwana hii kwa shule hii ya kiroho ambayo umeiweka hapa Ganze. Na tunashukuru pia kwamba Bwana umeona vema tukaweze kuwafikiria ndugu zetu walio sehemu za mbali, ambao Bwana watasikiza kupitia vyombo hivi vya kisasa. Baba, kusiwe na hata mmoja mwanao ambaye atahangaika tena na anayopitia. Arudi chini katika maombi, atulie katika ushirika na wewe. Na ndiposo nasema katika Wafilipi 4 kifungu ya 6 na kifungu ya 7, hoja zetu zote tuzilete kwako, na amani yako ipitayo fahamu yote itatusitiri. Kwa sababu Bwana hakuna lisilowezekana na hakuna jaribu lisilo na suluhisho lako katika Roho Mtakatifu. Baba, naombea kanisa hili. Kama ambavyo Bwana umenipitisha katika mawimbi ya aina yote, Bwana umenipatia amani, umenipatia ushindi. Na ndivyo umefanya miaka hii yote katika huduma maeneo yote ambayo nimeenda. Ulisema Bwana, mafuta yale yako kwa kichwa yatafika mpaka kwa miguu. Ninaomba neema hii ya kushinda kila matatizo na kila mahangaiko iwe kwa kanisa lako hili. Na popote ambapo Bwana sauti itafika na atasikia mtu yule, naamini, naomba neema hii kamfikie, ili mahangaiko ya moyo kwa wanao yasionekane tena. Roho ya kushindwa isionekane tena. Kwa sababu Bwana, hata kuwe na maji mengi namna gani, tutashinda tu. Hata kuwe na giza namna gani, tutapita tu. Hata mawimbi yafurike namna gani, hatuwezi kuzama kwa sababu tuko na wewe. Tazama Bwana, Yona alirushwa kwa maji, tena ndani ya maji akaingia ndani ya samaki. Tazama Bwana, ni vitu viwili ambavyo mwanadamu hawezi kuishi ndani yake. Lakini kwa sababu sauti yako iliamuru lazima afike Ninawi, ulimhifadhi. Hiyo inamaanisha hakuna shida, hakuna tatizo inayoweza kutumeza. Tupatie amani hiyo. Tupatie hakikisho hilo, kwa sababu hakika hiyo ni kweli. Nasema rehema zako na fadhili zako zidi kuwa nasi. Tupatie Bwana kushinda viburi. Tupatie Bwana kuondoa kiburi katika maisha yetu. Kwa sababu nasema kiburi ni machukizo mbele zako. Bwana, tumeamua kutembea na wewe. Tupe kunyenyekea. Tunakupenda, tunakuabudu. Tukizidi kuomba Bwana, endelea kutembea nasi katika safari hii, ili kila mmoja wetu akaweze kuwa na ushuhuda wa kibinafsi jinsi ilivyo tamu kuwa na ushirika nawe. Kwa Yesu Kristo Mwokozi tunakuomba. Amen.